Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa. Humphrey Polepole asababisha maandamano makubwa leo ya Watanzania eneo hili maarufu. Watanzania wenye hasira waandamana leo kutetea utekaji nyara wa Humphrey Polepole na kudai kuachiliwa kwake mara moja. Maelfu ya Watanzania waonekana katika video na picha tulizozinasa mtandaoni wakibeba mabango ya Humphrey Polepole na mabango yenye maandishi haya makali: bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Watanzania wanaoishi katika miji na majimbo mbalimbali nchini Marekani leo wamekusanyika kwa wingi mapema leo asubuhi nje ya makao makuu ya shirika la fedha la kimataifa IMF mjini Washington DC. Maandamano na kutoweka kwa Humphrey Polepole yalitawala anga, huku mamia ya waandamanaji wakiwa wamebeba mabango yenye picha za Humphrey Polepole, bendera na mabango ya kutaka uangalizi wa kimataifa na mengine yakiwa yameandikwa no reform no election na mengine yakizungumzia kuhusu hali ya utawala wa haki za binadamu nchini Tanzania. Mkutano huo ulioanza takriban saa 10 alfajiri kwa saa za huko uliwavutia washiriki kutoka majimbo kadhaa yakiwemo Maryland, Virginia pamoja na New York City. Hii ni kuashiria umoja mkubwa wa wanadiaspora unaoendeshwa na wasiwasi wa haki na uwajibikaji katika nchi yao ambayo ni Tanzania. Maandamano hayo ya kutoweka kwa Humphrey Polepole vikawa ndio msingi wa mazungumzo, huku waandaaji wa Tanzania walioko Marekani wakieleza kwa mkutano wao ulikuwa na lengo la kupaza sauti za Watanzania wa kawaida wanaojisikia kunyamazishwa nyumbani. Nje ya jengo la IMF katika Pennsylvania Avenue, waandamanaji waliimba nyimbo za kizalendo na kuimba kauli mbiu zinazotaka kuwepo kwa uwazi, demokrasia na kuheshimu haki za binadamu. Walionyesha kusikitishwa na kwamba Tanzania iliyowahi kusifiwa kuwa kielelezo cha amani na umoja katika Afrika Mashariki nzima sasa inatajwa duniani kote kwa ripoti za utekaji nyara, vitisho na kutovumiliana kisiasa. Huku maandamano na kutoweka kwa Humphrey Polepole yakiendelea kuzua hisia kali, waandamanaji hao wa Tanzania walioko Marekani walieleza matakwa makuu matano waliotaka jumuiya ya kimataifa hususan IMF izingatie. Jambo la kwanza lilikuwa wito wao wa kukomesha kile walichokitaja kuwa utekaji nyara wa kimya kimya Tanzania, wakisema kwamba utekaji nyara na kutoweka kwa lazima ulikuwa ukiondoa imani ya umma katika utekelezaji wa sheria na utawala. Walisema kutoweka kwa Humphrey Polepole kunaashiria tatizo kubwa zaidi, wananchi kuhisi kutokuwa salama kwa kueleza imani zao za kisiasa katika taifa lao. Walitaka IMF na mashirika mengine ya kimataifa kushinikiza mamlaka za Tanzania kufanya kazi kwa uwazi na kuzingatia utawala wa sheria. Maandamano na kutoweka kwa Humphrey Polepole pia yalifungamana na hitaji la pili, marekebisho ya katiba. Waandamanaji hao waliunga mkono juhudi mpya za kuunda tume ya mabadiliko ya katiba, wakirejelea wito wa muda mrefu uliotolewa na mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu. Walisisitiza kuwa katiba mpya si tamaa ya kisiasa tu, bali ni hitaji la kitaifa la kuweka mipaka ya madaraka makubwa ya watendaji na kuimarisha taasisi zinazoweza kuwalinda wananchi dhidi ya matumizi mabaya ya mamlaka kama zile zinazoonekana katika kesi ya Humphrey Polepole. Takwa la tatu lililotokana na maandamano hayo ya kutoweka kwa Humphrey Polepole lilikuwa hitaji la mageuzi ya kina ya uchaguzi. Washiriki walisema mfumo wa sasa wa uchaguzi wa Tanzania hauna imani na wananchi na kwamba chaguzi mara nyingi husababisha migogoro badala ya umoja. Walisisitiza kuwa mfumo huo usipofanywa marekebisho haraka ili kuhakikisha haki na uwazi, wananchi wataendelea kupoteza imani na mchakato wa kidemokrasia. Waandamanaji hao walihimiza kwamba sauti za wahusika wote wa kisiasa, wanaotawala na wale wa upinzani sawa, ziheshimiwe kupitia usimamizi usio na upendeleo wa chaguzi zijazo. Wakati wa maandamano na kwa kuzingatia kutoweka kwa Humphrey Polepole, waandamanaji walitoa rufaa yao ya 4 kukomesha ukiukwaji wa haki za binadamu Tanzania. Walitoa mfano wa kesi za unyanyasaji, kuwekwa kizuizini kiholela na udhibiti, na kuzitaka mamlaka za Tanzania kuoanisha sheria za kitaifa na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu kama vile mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa. Walieleza kesi ya Polepole kuwa ni miongoni mwa nyingi zilizodhihirisha utamaduni wa woga ulioota mizizi, na wakaitaka serikali kurejesha utawala wa sheria mara moja. Maandamano hayo na kutoweka kwa Humphrey Polepole yalisisitizwa zaidi katika matakwa yao ya 5, kuachiliwa kwake mara moja. Wazungumzaji katika mkutano wa maandamano hayo walisema bila kujali itikadi za kisiasa, hakuna mwananchi anayepaswa kutekwa au kuzuiliwa bila kufuata taratibu. Walielezea kutoweka kwake kama kushindwa kimaadili na
kisheria, jambo ambalo linaonyesha kupungua kwa nafasi ya mazungumzo na upinzani nchini Tanzania. Washiriki kadhaa walibeba mabango yenye maandishi Bring Back Polepole, yani mumrejeshe Polepole na haki kwa Watanzania wote. Walisisitiza uhusiano kati ya kesi yake na mapambano mapana ya kupigania uhuru wa raia. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa waliofuatilia maandamano hayo na kutoweka kwa Humphrey Polepole walibainisha kwa uchaguzi wa IMF kama mahali pa kufanyia maandamano ulikuwa wa kimkakati. IMF walisema inawakilisha lango la ushawishi wa kimataifa, na maandamano huko mara nyingi huvutia watunga sera na vyombo vya habari. Wanadiaspora wa Tanzania walitarajia kwamba kwa kuhusisha masuala ya utawala wa Tanzania na uwajibikaji wa kiuchumi, wangesukuma taasisi za fedha za kimataifa kupima masuala ya haki za binadamu wakati wa kuwasiliana na serikali ya Tanzania. Huku maandamano hayo yakihusishwa na kutoweka kwa Humphrey Polepole vikisalia kwa kitovu cha mkutano huo, wazungumzaji walisisitiza kwamba harakati zao hazikuwa za upande wowote na zilitokana na uzalendo. Walisema kuwa kuita dhuluma haimaanishi kukataa nchi yao, inamaanisha kuitaka Tanzania ifuate maadili yake ya msingi ya haki, usawa na umoja. Mkutano huo ulijumuisha wanafunzi, wataalamu na watumishi wa zamani wa umma ambao walizungumza kwa shauku ya kujenga mustakabali ambapo kila Mtanzania anaweza kujieleza kwa uhuru bila hofu ya kuadhibiwa. Waandalizi wa maandamano hayo na watetezi wa ufahamu kuhusu kutoweka au kutekwa kwa Humphrey Polepole walitoa shukrani kwa mashirika ya haki za binadamu yenye makao yake nchini Marekani ambayo yalitoa msaada wa vifaa na kisheria. Walisema ushirikiano huu ni muhimu kwa kuhakikisha usalama wa waandamanaji na kukuza ujumbe wao duniani kote. Nia yao, walieleza, ilikuwa ni kuhakikisha kuwa IMF na taasisi zingine za kimataifa zinaelewa kuwa msaada wa kifedha lazima uhusishwe na uwazi na ulinzi wa haki za kiraia katika nchi zinazopokea. Siku za baadaye, wakati maandamano na kutoweka kwa Humphrey Polepole kukiendelea kuvutia watu, wajumbe waliowakilisha waandamanaji hao walijaribu kuwasilisha ombi kwa maafisa wa IMF. Ombi hilo lilieleza kwa kina kesi mahususi za ukiukwaji wa haki na kutaka mazungumzo ya kimataifa na serikali ya Tanzania kushughulikia masuala ya kimfumo ya utawala. Waandamanaji walisema hawapingani na mipango ya maendeleo ya kiuchumi, lakini walitaka kuhakikisha kuwa ufadhili wa kimataifa hauungi mkono bila kukusudia serikali zinazopuuza uhuru wa kimsingi. Wakati maandamano hayo Marekani ya Watanzania na ikihusishwa na kutoweka kwa Humphrey Polepole yakiendelea kutawala mijadala nje ya IMF, uwepo wa polisi ulibaki shwari na tukio liliendelea kwa amani. Waandamanaji walitawanyika alasiri na kuahidi kuendeleza utetezi wao kupitia kampeni pepe na ushawishi wa kimataifa. Waliapa kwamba harakati zao hazitasimama hadi pale alipo Humphrey Polepole atakapobainishwa na marekebisho madhubuti yaanzishwe nchini Tanzania. Kwa kumalizia taarifa hizi, maandamano na kutoweka kwa Humphrey Polepole yaliyosababisha fujo eneo hilo kumerejesha hali ya kisiasa na haki za binadamu ya Tanzania katika mazungumzo ya kimataifa. Waandamanaji wanatumai kuwa sauti yao ya pamoja itahamasisha serikali ya Tanzania na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kwa ajili ya haki na uwazi. Kama mshiriki mmoja alivyotoa muhtasari kabla ya kuondoka kwenye tovuti, ujumbe wao ulikuwa rahisi lakini wenye nguvu. Amani ya Tanzania haiwezi kustawi mahali ambapo ukweli umefichwa, na utafutaji wa Humphrey Polepole unaashiria utafutaji mkubwa zaidi wa taifa na uwajibikaji wa uhuru. Mtazamaji, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.